بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kutambua uwepo wa babu zetu wakiongozwa na Sheikh Hamid Masud Jongo, uwepo wa walimu zetu wakiongozwa na Sheikh Walidi pamoja na Sheikh Muharram Mziwanda, pamoja na viongozi wengine wote na makaka zetu, jukumu la kuwaongoza na kuwapa nasaha watu ni la hao ambao nimewatangulia katika kuwasema. Ama sisi tunaposimamishwa, basi ni jukumu letu linakuwa ni kusaidia na kulinda heshima na nafasi zao katika jamii, ili waweze kutekeleza majukumu yao vizuri. Kwa hiyo mfano wangu katika kutangulia kusimamishwa hapa ni sawa sawa na yule ambaye aliyefika mapema na akaandaa hivi ambavyo sisi tumevikalia. Kwa hiyo mimi jukumu langu ni hilo, ili wasemaji waje kuzungumza zaidi. Kwa kuwa tupo katika shughuli inayohusu mambo ya malezi na elimu, muda huu wa dakika zisizozidi 10 niweke anwani fupi ndogo: an-nadharatu ash-shar'iyya fi sirati an-nabawiyya. Tuone jicho la sheria linaona vipi tunapoielezea historia ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watukufu katika imani, hususan wazazi na wanafunzi, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni moja katika sosi au nyenzo au vyanzo vya sheria ya dini ya Kiislamu. Mtu yoyote anayetaka kuitambua vizuri sheria ya Kiislamu anapaswa na anawajibika kumtambua Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na maisha yake. Lakini pia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni masdarun min masadiri at-tarbiya, naye pia ni sosi au ni chanzo au ni nyenzo katika nyenzo za malezi yaliyokuwa bora. Anayetaka kulea malezi yaliyokuwa bora, basi amtazame Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na maisha yake. Anayetaka kulelewa na kuleleka katika malezi yaliyokuwa bora, basi amtazame Mtume Muhammadin na maisha yake. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Watukufu katika imani, kwa kuwa sisi sote tunasoma maulid kila siku na tunahudhuria katika maulidi kila siku, sasa hebu tuone jicho la sheria linatuonesha vitu gani inapotajwa historia ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ili tuweze kuona chanzo kilichokuwa bora cha malezi ya Mtume Muhammadin, ili na sisi tuweze kuwalea hivyo watoto wetu, na ili mradi na sisi tuweze kuleleka hivyo. Watukufu katika imani, sisi wote tunatambua ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara baada ya kuzaliwa
aliweza kunyonyeshwa na wazazi au na wanyonyeshaji nje ya mama yake zaidi ya watatu. Alinyonyeshwa nje ya mama yake na wanyonyeshaji zaidi ya watatu kwa mujibu wa historia. Ni kwa sababu gani anyonyeshwe zaidi ya watu hao? Na aliyekuwa ni maarufu Halimatu Saadia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa katika jamii ya wafugaji, jamii inayofuga na kumiliki ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia na wanyama mbalimbali ambao wana maziwa yaliyokuwa bora yenye virutubisho na uzuri. Lakini iweje wazazi hawa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kutokea changamoto iliyotokea na mzazi wake kushindwa kuweza kuendelea na kumnyonyesha, wamtafutie mtu wa kumnyonyesha? Iweje wasimpatie ngamia aweze kumnyonyesha, wasimpatie kondoo au mbuzi aweze kumnyonyesha? Haya ni maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jicho la sheria katika hili linaonyesha kwamba ulazima na umuhimu wa watoto wetu kupata maziwa ya nani? Ya mzazi. Ni umuhimu bali ni wajibu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu mtoto aweze kupata maziwa ya mzazi, isipokuwa itakapotokea dharura. Na ndiyo maana Mtume Muhammadin hakushindiliwa maziwa ya ngamia, alipelekwa kwa Halimatu Saadia ili aweze kumnyonyesha. Hapa tunatoa ya kwamba kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, suala zima la kunyonyesha watoto wetu ni suala la wajibu kwenu nyinyi kina mama. Ni kwa sababu maziwa ya mama kwa mujibu wa wataalamu wa afya wanaeleza wazi umuhimu wake katika kuleta kinga na afya njema ya akili. Leo jamii yetu inakabiliwa na upungufu lakini pia na matatizo ya afya ya akili. Sababu kuu kubwa inakithiri hali hii ni kutokana na watoto wengi hawapati maziwa ya wazazi. Watukufu wa Islamu, kina mama wa madrasa hii, kina mama mliohudhuria hapa, eleweni na tambueni, sheria ya dini ya Kiislamu inawataka watoto wetu waweze kupata maziwa yenu kikamilifu. Ayati kathira, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nyingi. Tutosheke tuna ile inayosema kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi muwanyonyeshe hao watoto kwa uchache miaka mingapi? Miwili, au kwa ukamilifu miaka mingapi? Miwili, liman yuridu an yutimma ar-radha. Kwa hiyo tusiwatafutie watoto lishe hizi za kawaida tukaacha kuwanyonyesha. Hapo tutakuwa tunawakosesha malezi yaliyokuwa bora na tunawakosesha kuwapatia mwenendo aliyopita mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. La pili, jambo la pili tunalolipata katika kuielezea historia ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisheria, tunaona ya kwamba sheria ya dini ya Kiislamu imetoa fursa ya kazi kwa wanawake ya kuweza kujiajiri, si kwa kutumia sehemu zingine za mwili wao, bali kwa kutumia nini? Matiti yao. Leo tunaona jamii inaingia katika mambo mbalimbali ya utovu wa maadili, na wanatumia sehemu ambazo kwa mujibu wa sheria za Kiislamu hazijaruhusu kujiajiri, wao wanajiajiri kupitia maeneo hayo. Sheria ya dini ya Kiislamu imeruhusu na imetoa mwongozo wa wazi kwa kina mama waweze kujiajiri kwa kupitia sehemu ya mwili wao, si nyingine isipokuwa ni nini? Matiti yao. Kwa sababu mtume huyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
alipokuwa ananyonyeshwa, wazazi wake waliweza kugharamia na kutoa kile ambacho kitakachohitajika kwa yule nani, mnyonyeshaji, kama ujira, kama ni malipo. Mimi sitaki kuingia sana kwenye suala zima la baraka pamoja na suala zima ambalo alilolipata yule mnyonyeshaji kutokana na kumnyonyesha kiumbe aliyekuwa bora, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka niweke wazi jicho na mtazamo wa sheria ya umuhimu wa mwanamke kujiajiri kupitia mwili wake, si sehemu nyingine isipokuwa nini? Sehemu ya matiti yake. Kwa hiyo kina mama hao waliomnyonyesha Mtume Muhammad, pamoja na baraka walizozipata, lakini pia walipata malipo kwa sababu wamemnyonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe mzazi, ikiwa una changamoto kutokana na hali ya afya yako inayopelekea wewe ushindwe kumnyonyesha mtoto wako, isiwe ni mwisho wa safari ya kukamilisha malezi yake. Mtafute mzazi mwingine, na kwa malipo yenu nyinyi wazazi muweze kumpatia haki mtoto huyo ya kunyonya. Tumeelewana watukufu katika imani? La mwisho, si maana ya kwamba mtazamo wa sheria katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaishia hapo, la hasha, bali kutokana na dakika 10 ambazo tulizopewa. Wasamihi idha wadhatihi Muhammadan. Tumeelezwa hapa katika Maulid Barzanji iliyosomwa, inatolewa agizo kwa wazazi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mara baada ya kuzaliwa wamuite jina la nani? La Muhammad. Kwa nini? Tafsiri na mtazamo wa jicho la kisheria, watoto wetu tuwachagulie majina yaliyokuwa mazuri. Huo ni wajibu wako wewe mzazi kisheria, lakini si hivyo tu, ni haki ya mtoto kisheria. Tunawafahamu vijana wengi ambao wengine tumesoma nao kwa mashekhe zetu, walipofika katika umri wa kulitambua hili, walikuwa wanaitwa majina ambayo hayakuwafurahisha na hayaendani na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walibadili nini? Majina yao. Kwa hiyo ni wajibu wa mzazi na ni haki ya mtoto kupewa jina lililokuwa zuri. Hii ni sheria ya kuaddress au kumpa usimiko wa utambulisho mtoto kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya nini? Ya Kiislamu. Watukufu katika imani, ya kusema yapo mengi ya kutooa ambayo ni sheria kwetu sisi katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimalize kwa kusema hafidha al-ilahu karamatan li Muhammadin abaahu al-amjada sawnan lismihi taraku sifaha falam yusluhu ma'arun min adamin wa ila abihi wa ummihi saratun sara nurun nubuwa fi asariri qurarihimul bahia. Wajibu wa mzazi, wajibu wa kila aliyekuwa mlezi aweze kuwa ni kiigizo chema, ili mradi aweze kulinda heshima ya mtoto wake. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.